Katika pita kwa kile ambacho kinaendelea sasa hivi upande wa Afrika, it's like hali sio shwari kwa upande wa Afrika ya Magharibi. Unaambiwa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo hao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumanne ambapo maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kwamba Rais Mohamed yuko salama kufuatia shambulio hilo, ambapo mshauri wa Rais Zakaria Hussein kupitia chapisho lake katika mtandao wa X, zamani Twitter, pia alithibitisha ya kwamba rais yuko vizuri na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Aidha, kundi hilo la Al-Shabaab limethibitisha kufanya tukio hilo, ambapo wanajeshi na wakazi wa eneo hilo walioshuhudia shambulizi hilo walithibitisha pia kuwa msafara wa rais uligongwa, ambapo ilionekana miili ya watu 4 waliouawa katika shambulio hilo. Wakati Al-Shabaab wakifanya mashambulizi mara kwa mara nchini Somalia kama sehemu ya kampeni yao ya miongo kadhaa ya kuipindua serikali ya Somalia, shambulio la Jumanne lilikuwa la kwanza kumlenga Rais Mahmud moja kwa moja tangu mwaka 2014 katika muhula wake wa kwanza madarakani, waliposhambulia kwa mabomu hoteli aliyokuwa akizungumza na wananchi wa Somalia. Saa chache baada ya shambulio hilo, vyombo vya habari vya serikali ya Somalia vilionyesha picha za rais katika wilaya ya Adan Yabal katika eneo la Shabelle ya kati nchini Somalia, ambapo vikosi vya serikali vinapambana na mashambulizi ya wiki 3 ya Al-Shabaab. So, ni moja kati ya story kubwa ambayo make headline kwa upande wa Afrika kuhusiana na wanamgambo wa Al-Shabaab kutaka kumuua rais wa Somalia. Same time, kundi la waasi la M23 limetangaza kuwa halitoshiriki tena katika mazungumzo ya amani yaliyopangwa kufanyika siku ya jana Jumanne mjini Luanda nchini Angola, wakisema chanzo ni vikwazo vilivyotangazwa na Umoja wa Ulaya kwa kiongozi wa M23 na wanajeshi wengine pamoja na makamanda wa jeshi la Rwanda. Awali M23 walithibitisha kuwa watahudhuria kwenye mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana pamoja na serikali ya Kongo, lakini msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, akisema kwamba vikwazo vilivyowekwa kwa wanachama wetu vinaathiri kwa dhati mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia maendeleo yoyote. Hatuwezi kushiriki tena katika majadiliano. M23 walikuwa tayari wameshakwenda Angola, lakini baada ya vikwazo hivyo wamegoma kushiriki mazungumzo hayo. Kwa upande wa ujumbe unaoshikiliwa DRC tayari umewasili Angola kwa mazungumzo, ambapo msemaji wa rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema wao watashiriki mazungumzo hayo. At the same time pia M23 ni mojawapo ya makundi yapatayo 100 yenye silaha ambayo yamekuwa yakigombea eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC karibu na mpaka Rwanda, ambapo mgogoro huo umezua vita kubwa na zaidi ya watu milioni 7 wameyakimbia makazi yao, huku wengine 7,000 wakifariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu hapa 2025. Umoja wa Mataifa unadai kwamba M23 inaungwa mkono na takriban wanajeshi 4,000 kutoka Rwanda, lakini Rwanda inasema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi ya kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoishambulia Kigali. Hii ni A Digital, mimi naitwa Fem, endelea kutufuatilia kwa ajili ya story mob ambazo zimehappen.